Inaelezwa kuwa awali huduma zilizokuwa zikitolewa hazikuwa rafiki kutokana na mazingira, ikiwemo ubora wa majengo pamoja na ubunifu wa watoa huduma, jambo ambalo lilipelekea baadhi ya wagonjwa kwenda mbali kufuata huduma bora za afya, na kwamba jitihada za kuboresha huduma hiyo kwa kujenga majengo ya kisasa zimeendelea kuwasogeza wananchi kupata huduma katika eneo lao, jambo ambalo wananchi wanakiri kuwa hata vifo visivyo vya msingi vimepungua, hususani kina mama. Mwanzo tulikuwa na hospitali yetu ambayo ni hii tunaiona hapa sasa. Ni ya hospitali yetu hii ya mwanzo kiujumla ilikuwa si bora na si ya kisasa. Kwa sababu hospitali yetu hii sasa hivi iliyojengewa sasa ni ya kisasa, na pia hata uboreshwaji wa vyombo vya huduma vimeongezeka. Huduma ni nzuri na ni safi tofauti na mwanzo, kwa sababu hata huduma za vipimo vimeongezeka kutokana na ubora wa hiyo hospitali, kwa kutuwezesha kupata hii zahanati ya Lihagule. Huko nyuma, wakati wazazi tukipata ujauzito, tulikuwa tunatoka hapa kwenda Lwilo au Ludewa. Hapa ambayo mnaiona hapa sasa tumepata zahanati hii. Tunaomba tu viongozi watusaidie kuongeza wauguzi katika hospitali yetu. Kutokana na hali hiyo, mganga mfawidhi wa zahanati ya Lihagule Janet Venant anasema upungufu wa vyumba muhimu vya kutolea huduma pamoja na uchakavu wa majengo uliwakatisha tamaa wananchi kupata huduma katika kituo hicho, lakini kwa sasa huduma zote muhimu kupatikana katika zahanati hiyo kumewahamasisha hata wananchi kujitokeza kupima ili kujua afya zao. Kabla ya hapo tulikuwa na zahanati ambayo ilikuwa kimiundombinu yake ilikuwa imechoka sana, lakini pia vyumba vilikuwa vitoshelezi ukilingana na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kutolewa. Kwa kuletewa ujenzi huu wa zahanati yetu, tumeweza kuboresha huduma za afya kwa kiasi kikubwa, ambapo wananchi wa Lihagule wananufaika kwa kiasi kikubwa, tofauti na hapo kabla walikuwa wanalazimika kwenda kituo cha karibu kwa ajili ya huduma zaidi. Lakini kwa sasa hivi huduma zote zinatolewa hapa, ikiwemo huduma za vipimo, matibabu, lakini huduma ya mama na mtoto, maana kujifungua pamoja na na huduma zingine zote ziko hapa. Joseph Kamonga ni mbunge wa jimbo la Ludewa. Anasema ajenda ya serikali ni kuhakikisha huduma za afya zinasogezwa karibu na wananchi. Zahanati hiyo na waganga wamekuja, yule mganga sijui kwa wapi, na yeye itabidi atuambie kama vidonge vipo vya kutosha. Na mimi mafua sauti ikauka, je, nitapata dawa hapo? Nikipata malaria dawa zipo na magonjwa mengine. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa usimamizi mzuri wa miradi. Vile vile tutaendelea kusimamia miradi ya Mchuchuma na Liganga. Chuma chetu cha Liganga ni chuma cha kipekee sana duniani, kwa sababu kina madini mengine yenye thamani kubwa zaidi kuliko chuma chenyewe. Kuna titanium, kuna vanadium. Hii titanium bei yake ni zaidi ya mara 20 ya bei ya chuma chenyewe. Itakumbukwa jiografia ya jimbo la Ludewa na halmashauri hiyo hapo awali limekuwa na changamoto ya maeneo mengi ya wananchi kufikika kwa urahisi ili kuwapatia huduma mbalimbali ikiwemo huduma za afya, lakini kwa sasa mambo yamekuwa tofauti, maeneo mengi yanafikika kwa wakati. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.